Freeman Mbowe ajitokeza na kuzungumza haya baada ya kupewa kichapo mtandaoni. Jambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Saa chache tu kabla ya mwili wa mmoja wa waanzilishi wakuu wa Chadema kutolewa hospitalini kwa ajili ya maziko, mjadala mkali ulilipuka, si kuhusu mchango wake kwa taifa, bali kuhusu nani anaruhusiwa kuomboleza, nani ana mamlaka kwa kuongoza maombolezo, na nani anadhibiti simulizi ya mwisho ya historia. Msiba wa Edwin Mtei, muasisi wa Chadema aliyewahi kuwa uso wa mapambo ya kiuchumi na kisiasa dhidi ya mfumo wa chama kimoja, uligeuka uwanja wa mvutano wa kisiasa uliofichua hofu ya mamlaka, udhaifu wa taasisi na namna vifo vya viongozi wa upinzani vinavyoendelea kusimuliwa ndani ya mipaka finyu ya siasa za dola. Ndani ya mazingira hayo, Freeman Mbowe, mwenyekiti mstaafu wa Chadema na mwanafamilia wa marehemu, alilazimika kuvunja ukimya na kuweka wazi msimamo wa familia dhidi ya taarifa zilizosambaa mitandaoni zikidai kuwa chama kilichoundwa na Mtei hakikupewa nafasi wala hadhi katika taratibu za mazishi. Hoja hizi zilizozagaa kwa kasi kwenye majukwaa ya kidijitali zilidai kuwepo kwa upendeleo, udhibiti au kutengwa kwa maksudi, na ni hali iliyotishia kubadilisha maombolezo kuwa uwanja wa mzozo wa kisiasa. Kauli ya Mbowe ilikuja kama jaribio la kurejesha utulivu, kulinda heshima marehemu na vilevile kuzima moto wa taharuki uliokuwa ukichochewa na taarifa zisizo na msingi. Mbowe aliweka bayana kuwa maandalizi ya mazishi hayakumweka pembeni mtu wala kundi lolote, na kwamba Chadema ilihusishwa kikamilifu kuanzia hatua za awali hadi taratibu za kumuaga. Alisitiza msimamo wa familia wa kutanguliza amani ya marehemu dhidi ya makelele ya kisiasa, akielekeza lawama kwa wale aliowaona wakitumia msiba kama nyenzo ya propaganda. Uingiliaji wake haukuwa wa kawaida, ulikuwa ni ishara ya namna hata nyakati za majonzi binafsi kwa viongozi wa upinzani Tanzania haziwezi kuepuka kivuli cha siasa za udhibiti na hofu. Tukio hili haliwezi kutenganishwa na historia ndefu ya mvutano kati ya dola na upinzani, hasa Chadema, chama ambacho tangu kuanzishwa kwake miaka 1990 kimekuwa mwiba wa mifumo ya chama tawala. Edwin Mtei alisimama kama ishara ya ujasiri wa kisiasa, akivuka kutoka ndani ya mifumo ya dola hadi kuwa mkosoaji wa sera za kiuchumi na kisiasa zilizoathiriwa kutoka enzi za chama kimoja. Alipoanzisha Chadema, alitoa changamoto ya moja kwa moja kwa urithi wa Chama cha Mapinduzi, akisisitiza uwajibikaji, ushindani wa kisiasa na uhuru wa kiuchumi. Historia hiyo ndiyo iliyofanya msiba wake kuwa zaidi ya tukio la kifamilia, na ni tukio la kitaifa lenye kumbukumbu nzito za mapambano. Katika miaka karibuni, mazingira ya kisiasa Tanzania yamekuwa yakishuhudia kubana kwa nafasi ya upinzani kupitia sheria kali, matumizi mapana ya vyombo vya dola na kudhibiti mikusanyiko ya kisiasa. Viongozi wa Chadema wamekumbana na kukamatwa, kesi za muda mrefu na vizuizi vya mikutano, hali iliyojenga utamaduni wa hofu hata katika shughuli zisizo za kampeni. Ndani ya muktadha huo, madai ya kutengwa kwa chama katika msiba wa muasisi wake yalipata nguvu kwa sababu yanalingana na uzoefu halisi wa miaka ya karibuni, ambapo dola imekuwa ikionekana kudhibiti hata ishara ndogo ya kisiasa. Kauli ya Mbowe kwa hiyo haikuwa tu majibu ya tetesi, ilikuwa ni jaribio la kulinda mstari mwembamba kati ya heshima ya kifamilia na kumbukumbu ya kisiasa ya marehemu. Alionyesha wazi kuwa walihudhuria msiba kwa wingi walikuwa wanachama wa viongozi wa Chadema, akifafanua kuwa hilo linathibitisha ushiriki kamili wa chama. Lakini hata kauli hiyo inafungua mjadala mpana kuhusu kwa nini ilibidi uthibitisho huo utolewe hadharani. Katika taifa lenye taasisi imara ya siasa zilizopevuka, nafasi ya chama katika msiba wa muasisi wake isingekuwa hoja ya mjadala wa kitaifa.
Msiba wa Mtei pia umefufua kumbukumbu za jinsi dola imekuwa ikisimamia mazishi ya viongozi wa upinzani au wakosoaji wakuu. Katika Afrika Mashariki na kwingineko barani, historia imeonyesha kuwa mazishi mara nyingi hugeuka majukwaa ya kisiasa, yakitoa fursa ya mwisho ya ujumbe wa umma. Serikali nyingi zimekuwa na wasiwasi wa mikusanyiko hiyo, zikihofia kuwa maombolezo yanaweza kugeuka maandamano. Hofu hiyo imewahi kuonekana Kenya, Uganda na hata Jumuiya ya Afrika Mashariki, ambapo mazishi yamekemewa ama yamewekewa ulinzi mzito au masharti ya ajabu. Na kwa Tanzania, tukio la Tengeru linakuja katika kipindi ambacho nchi inajaribu kurekebisha taswira yake ya kimataifa kuhusu haki ya kisiasa na uhuru wa kiraia. Serikali imekuwa ikitoa ishara za maridhiano, lakini vitendo vingi bado vinapingana na kauli hizo. Ndiyo maana taarifa zozote za kutengwa kwa upinzani hata katika msiba zinapata uzito mkubwa kimataifa, zikichochea wasiwasi wa mashirika ya haki za binadamu na wadau wa demokrasia. Ingawa Mbowe alikanusha madai hayo, ukweli kwamba yalipata mvuto unaonyesha pengo la imani kati ya dola na wananchi. Mazishi yaliyotarajiwa kufanyika Tengeru, Arusha, yanabeba alama ya kihistoria. Arusha ni kitovu cha siasa za mageuzi, diplomasia ya kikanda na kumbukumbu za mikataba ya kimataifa. Na kumzika Mtei hapo ni kama kurejesha hadithi ya mapambano ya ndani ya taifa katika mji unaobeba kumbukumbu za majadiliano ya amani. Lakini uzito huo pia unalazimisha swali la kimya kuhusu jinsi taifa linavyowatunza na kuheshimu wale waliothubutu kupinga mkondo rasmi wa madaraka. Na katika hatua ya mwisho ya hotuba yake kwa waandishi, Mbowe walielekeza nguvu kwenye wito wa kuacha malumbano na kuruhusu marehemu kupumzika kwa amani. Huu ni ujumbe unaobeba uchungu wa mtu binafsi na mzigo wa kiongozi wa kisiasa aliyezoea mapambano, lakini pia ni ujumbe unaoonyesha udhaifu wa mazingira ya kisiasa ambapo hata wito wa amani unalazimika kutolewa kama kinga dhidi ya sumu ya propaganda. Kisa cha Mtei kinapaswa kusomwa kama onyo na funzo. Kinaonyesha jinsi dola inaposhindwa kujenga amani na imani ya kweli ya upinzani, hata matukio ya kibinadamu yanageuzwa viwanja vya mashaka. Kinafichua namna simulizi rasmi zinavyoshindana na simulizi za wananchi katika enzi ya mitandao ya kijamii, na jinsi ukweli unavyohitaji sauti za mamlaka kuutetea badala ya taasisi imara kuuhakikisha. Zaidi ya yote, kinaweka wazi kuwa demokrasia haishi kwenye sanduku la kura pekee, bali pia katika heshima ya kumbukumbu za wale waliopigania uwepo wake. Mustakabali wa Tanzania unategemea uwezo wa taifa kukubali historia yake bila kuogopa vivuli vyake. Ukimya, uoga au kupuuza ishara ndogo kama hizi kunajenga utamaduni hatari na wa kudhibiti hata kumbukumbu. Msiba wa Edwin Mtei unamalizika kwa mazishi, lakini swali ni la jinsi taifa linavyoweza kutendewa wakosoaji wake na linaendelea kuishi. Kila hatua ya kukwepa ukweli, kila jaribio la kudhibiti hadithi linachelewesha safari ya Tanzania kuelekea uwajibikaji wa kweli. Ama ya marehemu inapaswa kuwa kioo cha amani ya taifa, na hilo haliwezekani bila ujasiri wa kukabiliana na mifumo inayokandamiza hata katika nyakati za majonzi. Ni hayo tuliyokuandalia kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa inayokuletea taarifa hizi za kina kila wakati. Zidi kuwa nasi na hadi wakati mwingine, tafadhali kumbuka kusubscribe.